Okay, habari za wakati huu. Natumaini mzima kabisa. Bwana, leo nataka niende kukufundisha kitu kimoja kizuri sana ambacho ulikuwa unatamani kukifanya, lakini leo utaenda kukifanya kwa mikono yako. Leo nitaenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza katuni hizi ambazo unaweza ukaigiza mchezo, ukaigiza nini, movie, vichekesho, lakini ukavitumia kama njia ya katuni na ukaviposti, ukapata watu wa kuview, ukaendelea kupata riziki za mtandaoni. Bwana, kuna faili hapa lazima uwe nalo. Hilo faili ndio kila kitu, kwa sababu hilo ndio lina hizi program zote ambazo unaweza ukazifanya. Utaingia Play Store, kama hivyo unaona Play Store yangu mimi hiyo. Wewe utachoamua utaandika Plotagon Studio, ambayo ni hiyo unayoona ipo na rangi ya njano hapo. Mimi kwa kuwa nisha download, haina haja tena kuidownload, nita open tu hapa. Hiyo hapo inaonekana kwa rangi ya njano, nitaiopen tu hapo. Nikishamaliza kuiopen, huku chini kabisa kuna sehemu imeandikwa new contact. Nitabonyeza pale, nitaangalia location. Kishafunguka hapa, nitaangalia location na kuiweka, nitamaki. Nitaangalia na mahakta, nitawaadi mahakta ambao nataka waigize hapa. Mfano nimemweka huyo mzee, akta wa pili nimemweka huyu dada, akta wa tatu nimemweka nani, nimemweka jamaa au malasta hapa kasimama hapo, atakuwa anaonekana hapo kasimama. Nitaangalia na wanne, kwa niweke maakta wengi, utaweka utakao hata mmoja wawili, lakini mimi hapa ninaweka wanne. Mimi nitamweka udada kama zombie, ana midamu huyo, nitamweka naye hapa. Kisha maliza kumweka, itabidi waongee, kwa hiyo nitaweka sauti. Sasa unaweza kutumia za watu mbalimbali, ila mimi nitatumia sauti yangu tu moja hii, kwa sababu nakuonyesha kama mfano. Nitaenda hapo, nitaset, nitabonyeza hapo huu speak, nitamchagua mtu fulani, kisha nitarekodi. Kimaliza kurekodi sauti yangu, nitahakikisha sauti yangu inakuwa vizuri. Mfano naweza nikarekodi sauti ya huyu mzee hapa. Nikimaliza, huyu mzee ndo anakuwa anaongea yeye. Huyu mzee atakuwa anaongea yeye, baadaye naweza nikaweka sauti ya huyu dada. Alafu huyu dada atakuwa anaongea yeye kama yeye. Nitaweka sauti ya zombie. Huyu zombie atakuwa anaongea kama yeye, na jamaa yetu hapa atakuwa anaongea yeye kama yeye. Kwa hiyo wewe hapo ni machaguo yako utakavyoamua. Utaweka watu 6, 7. Utaweka recording ngapi? Unaweza kumwekea mmoja tu waongee, wote waongee kwa pamoja hivyo. Wewe utachagua. Na editing zote tunazikuta kwenye hapa. Utabonyeza dialogue, utaspeak. Baada hapo utamset nani atakao kuongea. Utasoma hapo kwanza, lazima usome hapo what does Naira say. Kama hapo dada nimempa Naira, kwa hiyo utasoma hapo Naira ataongea nini, then utarekodi. Ukitaka unaandika, unatumia voice, lakini zitakuwa ni voice zile za kizungu. Sasa za kizungu kidogo zinakuwa zinaleta ukakasi, kwa sababu unaweza ukishangaa ukamweka hapo mbongo afa kwa anaongea Kiswahili afa anaongea pale zako. Kwa hiyo lazima uweke sauti yako ambayo itaendana na lugha yako ambayo utakaiweka. Mpaka hapo mimi sina la ziada, na kama hujaelewa naomba unitafute kwenye namba zangu za simu 0696819551. Nitafute humo, nicheki WhatsApp kwa namba 0685151600. Nitakuelekeza vizuri zaidi. Hapo nimetoa tu kama mfano, na nitakuwekea video mwisho ambao nimesha edit kila kitu, au jamaa utakuwa unawasikia hapo. Bye bye. Hey Alex, umekutwa na nini? Mbona unashangaa? Mbona unatushangaa hivyo? Kwa hiyo inamaanisha hamuoni chochote hapa? Hamuoni chochote? Hamuoni mtu ana damu hapa mbele yangu? Unajisumbua, hawawezi kuniona hao. Unajisumbua kijana.